Mtazamaji wa On Fire Agape TV, hii ni show ya matendo yote, na tumetoka all the way from Nairobi to Nakuru, tukapita hadi Njoro to Mr. Zakayo Wachira ambaye ni mwalimu maarufu sana, mwalimu ambaye sifa zake zimetanda kote kutoka USA. Kwa hivyo andamana nami tukajue zaidi. Mwalimu, karibu sana. Asante. Yes, tumesikia mengi sana kukuhusu umaarufu wako kama mwalimu. Yes, mengi sana kwa wanafunzi wako ambao wako sehemu mbalimbali kama Ulaya. Ndio maana tumekuja hapa, yes, kukutana na wewe. Sasa tuambie mwalimu, wewe ni nani na safari yako imekuwaje? Jina langu ni Zakayo Wachira. Nimekuwa mwalimu ambaye kwa sasa nimestaafu. Nilikuwa nimeanza kazi katika shule la Doswa Primary School huko Forest ambayo ilikuwa imepandwa miti na wakoloni, na baadaye ikawa ni Wakenya walikuwa wakipanda miti. Nilipofika huko ilikuwa mwaka wa 1968, nilikuta mwalimu mmoja akawa rafiki yangu sana, alikuwa anaitwa Frederick Mhoro, ambaye pia alikuwa ni kama mgeni kwa sababu alikuwa amekaa huko kwa muda wa miezi mitatu. Na tulipofika huko tulipokuwa tukijadiliana na walimu wenzao huko wenzetu, tukasikia kwamba hiyo shule haijawahi kupeleka mtoto hata mmoja katika shule ya sekondari. Kwa hivyo tukajiuliza kwani ni nini mbaya? Ni watu hawafundishi ama ni watoto hawashiki mafunzo? Kwa hivyo tukaonelea kwamba tutajaribu mbinu zote zile ili tuone ya kwamba tumefanya kazi ambayo itawapendeza hawa na pia itawasaidia hawa watoto. Sasa nani sacrifices gani ambazo mlifanya kwa hawa wanafunzi na kwa nini? Sacrifices hizo ambazo tulifanya, tuliona kwanza watoto wanataka kusoma. Kwa sababu tukisema waje asubuhi, wanakuja asubuhi. Kwa hivyo tukaona hapa ni lazima tuwe na extra time, yaani masaa ya ziada. Kwa sababu tumeona kwanza, tukaona hawa wazazi wako pamoja na karibu na shule. Watoto hakuna watoto wanaotoka bari. Tukaona pia hawa watoto wanaweza fundishwa hata usiku ikiwezekana. Tulipoketi chini tukaona ya kwamba kama tungekuwa na mwangaza tungeweza, kwa sababu shule haikuwa na stima. Kwa hivyo tuliwaingilia wazazi, na tulipowaona wakafurahia, wakasema ya kwamba watatununulia taa. Kulikuwa madarasa kuanzia darasa la 5, la 6 na la 7. Na tukanunua mataa matatu, pressure lamp. Walipofanya hivyo tulianza kufundisha watoto. Baada ya kutoka shule jioni, walikuwa warudi kwa shule sababu ni karibu hapo, saa 1:30 jioni. Na tuliendelea kuwafunza mpaka saa 3 saa 3 hivi, saa 3:30. Yaani inategemea na mfunzo ambalo tulikuwa nalo. Saa nyingine tulienda mpaka saa 4, na ikawa hivyo kwa sababu tulikuwa na mlinzi wa shule. Ulinzi ulikuwa mzuri, hakukuwa na mabaya. Na tulipofanya hivyo kwa muda, tukaona hasa madrasa yale ya juu, darasa la 6 na 7, tukaona wanafanya vizuri. Wameanza kufanya vizuri, na tukawa tunapofanya mitihani ya tarafa hiyo yetu, tunaona hatuko mbali sana, tunaona tunaendelea kuinuka. Walimu wenzetu wakatujoin, wakawa pia wanakuja jioni. Hata ikawa tulipanga mkataba wa kufundisha watoto kila mtu kipindi chake ya dakika fulani na fulani. Kwa hivyo hapo ndio tulianza kugundua kuna wanafunzi kati ya wale tulikuwa tukifundisha madarasa yote ambao walionyesha walikuwa wamekosa elimu. Na walikuwa wamekosa motisha wa kusoma. Kwanza mmoja huyo ambaye anaitwa Gatukui, ambaye wakati huu wako katika Uingereza kule Marekani, alikuwa anaonyesha mapenzi sana. Nakumbuka alikuwa kijana mfupi, na nilimpenda sana kwa sababu alipenda kuuliza maswali. Na alipokuwa akiuliza maswali hasa kwangu, nilikuwa nafunza funzo la jiografia. Wakati huo kulikuwa tunafundisha old lads na new lads, somo la jiografia. Na kwa sababu niliona ni kijana mzuri,
na mapenzi ya kusoma, nilikuwa nikimtumia sana kwa darasa, kwa sababu wakati wowote ule namwambia Gatukui kuja hapa. Akija namtumia kama chombo, yani apparatus, ili nikaweza kumtumia ili wale wengine wakaweza kuelewa, na tukaendelea vivyo hivyo. Baadaye nikagundua ya kwamba huyu kijana hakuwa na baba, alikuwa na mama peke yake. Na nilipokuwa nikimwangalia, alikuwa na shida wakati wa malipo ya pesa kwa shule. Alikuwa mmoja wa wale walikuwa wakifukuzwa kwenda nyumbani pamoja na wengine kwa sababu ya shida ya pesa. Na tulipokuwa tukiendelea hivyo, nikaanza kumpenda sana, akawa rafiki yangu sana. Na sio jambo lingine, ni kwa sababu yeye alikuwa tayari, nikisema nani atajibu hili swali, nani atakuja hapo tusaidia naye, alikuwa anakuja haraka. Kijana mfupi ambaye alikuwa na furaha. Tukaendelea hivyo mpaka kukawa mwaka wa 60 sikumbuki 69 70 hapo, tukawa na watoto wawili ambao waliweza kwenda chuo cha sekondari. Ikawa sasa tumeanza kuwa na motisha, kwa sababu hakukuwa na mwingine ambaye alienda sekondari. Sikumbuki majina yao, lakini walienda shule upande wa Giugiu huko mbele ya Nakuru. Shule ilikuwa inaitwa Koerel. Na tukaendelea hivyo mpaka tukaona ya kwamba tukiongeza hiyo bidii ya kufundisha watoto asubuhi sana mbele ya saa 2 na pia jioni hadi saa 3 saa 4 hapo, tutaendelea hivyo. Naam. Na nikuulize, hawa wanafunzi walikuwa wanarejea nyumbani kukula chakula cha chajio alafu wanarejea kwa masomo ya ziada? Walikuwa natoka saa 11, kutoka saa 11, saa 10 hadi saa 11 hapo ndio tulikuwa tunawalilizi wanaenda nyumbani. Ni karibu tu. Kijiji walichokuwa kikaa kilikuwa kimepakana na shule. Sasa wanakula masaa hayo yote, kurudi shule ni saa 1:30. Kwa hiyo sio safari, ni karibu tu hapo. Alafu wanarudi, tunaendelea. Kwa hiyo mlikuwa mnachukua muda gani hasa kuanzia huo muda wa usiku hadi saa ngapi? Upande wa kutoka saa 1:30 tulikuwa tumeahidiana tusipite saa 3, na iwapo kuna hamu tusipite saa 3:30. Naam. Sasa unaweza kutuelezea historia ya Gatui haswa? Gatukui huyu. Yes, Gatukui. Naam. Vile nimesema, nilikuwa nikimtumia sana kwa sababu nilikuwa nafundisha somo hilo la old lads. Na nilimtumia sana hasa kwa upande wa Marekani kule. Nilikuwa tu nimesoma vile kuko wakati hapa ni mchana, huko sehemu zingine ni usiku. Na vile nilikuwa nikisoma kwa vitabu, nilikuwa nikimfanya kama apparatus. Ingawa nilikuwa nimeongea kidogo hapo. Anasimama, anazunguka, na mimi namumulika na kurunzi ama tochi, ili awe kama dunia inazunguka. Na saa hiyo ameshika ile ramani, yani map ya dunia. Sasa nikimulika, mwangaza ndio huo umemulika Afrika, huko ni mchana, kule pande ile ambao haumuliki ni usiku. Unaona Amerika iko upande mwingine, inakuja mwangaza, Kenya imeenda pande nyingine. Sasa ikawa hivyo. Ndio tukaendelea hivyo. Kwa masomo mengi nilikuwa nikimtumia. Ikifika ni sayansi, sababu nilikuwa nafundisha science. Nilikuwa nafundisha arts and craft. Nilikuwa nafundisha Kiingereza na Kiswahili. Kwa hivyo wakati wote ule ukiuliza swali ndio wa kwanza kuinua mkono. Kama haelewi, nikiuliza kama kuna mtu ambaye anataka kuuliza swali, Gatukui alinua mkono kila wakati. Na ndio urafiki wetu kaanza hapo na yeye. Sasa Gatukui, je, aliendelea na masomo yake ama iliendaje kufikia hapo mpaka akafika maeneo ya wilaya? Ilipokuwa tukiendelea, kukawa sasa kukawa na shida. Mama yake akawa mgonjwa, mama wake yule wa pekee akaaga dunia. Wakati aliaga dunia, tukiwa naye hapo, sasa wakabaki watoto bila baba wala mama, kawa yatima. Nakumbuka kuna ndugu yake
mmoja alikuwa anaitwa Nahashon Kareithi, alikuwa anko yake. Huyo alikuwa akiwashughulikia na shida za shule namna hiyo. Shida zilimzidi sana, na nilikuwa nikimuonea huruma kwa sababu ya vile alipenda kusoma. Kwa hiyo nilikuwa naona anapenda kusoma sana, hata ingawa sikuwa na uwezo ule. Walipoendelea na huyo anko wake, akawahamisha kulingana na vile aliniambia baadaye, wakati alikuwa ameshafika chuo cha sekondari. Sikufuatilia vile alikuwa, lakini walihamishwa wakaenda Njoro DB Primary School, sababu huyo mahali walipelekwa ni kwa anko yake mwingine, ndugu wa mama yake mwingine ambaye alikuwa anafanya kazi Egerton University. Alikuwa akikaa huko Njoro, na wakati alikuwa akikaa huko akisoma Njoro DB, sikufuatilia historia yake sawa, lakini kulingana na vile tumeongea naye tangu wakati anitafute anipate mahali niko, anieleza alikuwa na shida nyingi sana kule kwa anko yake. Hawakuwa wakielewana na mke wa anko yake, kwa hivyo akawa na shida nyingi sana. Siku moja nikitembea town ya Njoro, nikawa kuna mahali tulikuwa tunaingia kupata mamkuli hapo. Nikaona Gatukui amekaa mahali, alikuwa ameshika kichwa chake ameinama. Nikamkumbuka, nikawa na huruma, nikasema Gatukui huyu mwanafunzi wangu mzuri, nimekaa kwa muda bila kumuona, ndiye huyu sasa. Nikamuita Gatukui, nikamwambia Gatukui, njoo hapa. Unafanya nini hapa? Mwalimu alikuwa kuchekacheka. Anachekacheka, niambia mwalimu, nimepumzika tu hapa. Na nyumba ya chakula ilikuwa hapo. Nikafikiria huyu hapa pengine yako na njaa. Nikamwambia Gatukui, shika hii shilingi, kwa shilingi moja. Niingia hapa, hiyo mkahawa ilikuwa mtu mmoja alikuwa anaitwa Steve Kiondo. Kiondo ni basket kwa Kikuyu. Sasa akaingia hapo. Sikujua alitumia namna gani. Nikamwambia ukimaliza sasa enda shughuli zako, na mimi nikaenda bila habari. Wakati wa shilingi ilikuwa na thamani sana. Zamani sana. Hapo angekunywa kikombe cha chai, chai ilikuwa 15 cents. Na getheri ilikuwa sijui peni 2. Kwa hivyo ilikuwa kama 20 cents, kitu kama hicho. Sasa nijua atakunywa chai na kula getheri hapo vile mimi hata mimi nimekula, na abakije pengine mahera kidogo kwa mfuko wake. Sasa tukaachana na yeye. Kutoka hapo hatukuonana naye tena. Mimi ni kaendelea na mambo yangu, lakini nijua ako kwa anko yake Njoro, ikawa hivi. Mambo ikaisha namna hiyo. Sasa baada ya Gatukui umetuambia kwamba kuchana na Gatukui pale ile siku limpatia shilingi moja. Unaweza kutuelezea safari ya kuanzia hapo sasa mpaka mahali sasa mnakutana tena mara ya baada ya sasa kutoka hapo nimeongea kwamba wakati nimpatia shilingi moja nikamalizia maneno, nikaona sasa hiyo kijana ataingia hapa na atashiba. Sababu niona mawazo yake kama vile nimesema hapo mbeleni, mawazo yake ya kushika kichwa hivi lazima kuwe kuna jambo lilikuwa nikimsumbua. Na vile nilikuwa nimesikia anakuanga na shida mahali alienda kwa anko yake kule. Nikaona ukiona huyu mtoto kwanza amekaa karibu na hoteli nje. Hakuna mtu alikuwa anangoja. Aliniambia hakuna kitu anafanya, lakini alikuwa amekaa chini na kushika kichwa. Akikaa chini. Kwa hivyo nikafikiria kwamba ana shida. Kwa hivyo kutoka hapo wakati nimpatia hiyo, sioni wakati mwingine tumepatana na yeye. Lakini nilikuwa nasikia anasoma Njoro DB Primary School. Baadaye nikasikia ni kama alifaulu akaendelea masomo. Na vile mimi nilitoka sehemu hizo, sasa hatukuweza kuwasiliana tena. Hiyo inamaanisha kwamba ulikuwa unamfuatilia ukijua nilikuwa wakati alikuwa mdogo na shida zake huko nyumbani. Lakini wakati uliachana na kukaa na mchafuko, watu wamefukuzwa kuja forest nini, ikawa sasa na nimehama pande hizo nikaenda pande za Molo. Hatukuona naye tena mpaka mwaka huo, nafikiri mwaka wa 2007 na 8 hapo ndio alinitafuta akanipata. Nilikuwa 2008 nikiwa pande za Ruda kule Nairobi. Ndio akaongea na mimi, tukaongea. Na kitu cha kushangaza, unaweza shangaa sana, asubuhi hiyo kulikuwa kumenyesha sana
huko pande za Ruda. Na nilipokuwa nikienda kazi, nilikuwa napita njia ya matope na vumbi saa ingine wakati wa jua. Asubuhi hiyo Gatukuyi alinipigia simu. Nilipata shilingi 1 jiani. Nikaokota shilingi 1. Shilingi mpya hizi za kawaida hizi udwa sio zile za zamani. Nilipopata shilingi hiyo nikakumbuka na hii shilingi hatuko tumeweana Gatukuyi. Nikasema siwezi kuacha pesa. Nikachukua nikaweka kwa mfuko. Kapanguza, ilikuwa na matope. Katoa matope asubuhi nikaingiza kwa mfuko nikaenda kazini. Nilipofika kazini kama mwindo nikiangalia kazi kuzunguka, ndipo Gatukuyi alipiga simu. Akaniambia huyu ni mwanafunzi wako ambaye ulifundisha. Anaitwa Gatukuyi. Mwanafunzi ulikuwa ukitumia sana darasani. Tuliongea na yeye. Tukaongea sana na yeye mambo mengi, vile tulikuwa ndozwa vile tulikaa namna hiyo. Na furaha ikanitokea siku hiyo kwa sababu alinitumia pesa. Furaha ya mwalimu. Zilikuwa shilingi, nafikiri zilikuwa shilingi 70,000. Ndio alituma. Nikasema na nikamwambia Gatukuyi, unaniambia mambo ya shilingi na asubuhi ya leo nilipata shilingi. Nilipata shilingi nikitoka nyumbani kwenda kazini. Kumbe zako zilikuwa jiani zikija kwangu. Kasema ndio mwalimu, mimi nakumbuka hiyo shilingi unipatia Njoro ili nisaidia. Sasa tukaanza mwanzo hapo. Na nilinunua shamba na hiyo pesa Naivasha. Nusu eka. Shamba iko Naivasha. Na hiyo pesa. Sasa hiyo mambo ya kuacha kazi, wakati nilikuwa nimehama kutoka hapo Cheptoroi Primary School, nilifikiria kuacha hiyo kazi kwa njia hii. Nilikuwa nimehamisha bibi yangu na mali yangu yote nikapeleka shambani. Wanyama wangu wakaanza kufa. Wakati wanyama walianza kufa, nilikuwa tayari nimejenga darasa ya mawe ya kwanza shule hiyo. Na wazazi waka appreciate sana. Ilikuwa nikikaa kidogo ujumbe unakuja. Kuna mtu alikuwa anaenda Molo ananiletea ujumbe ananiambia bibi yako anatumana kondoo amekufa, huyu amekufa, wanafura nini? Sababu hawa vijana wangu walikuwa wanaenda shule, wanawake wamefunga wanyama na mahali kuna baridi sana na umande. Sasa wanyama wanafura wanakufa sababu ya hiyo kazi. Sasa nikaona ninapoteza wanyama wangu. Nilikuwa nimeenda huko na mbuzi 30 huko na walikuwa wanakufa sana. Nikaona sasa vile kule pia kuna watoto, nitakwenda huko nikafundishe huko na niwe karibu na kwangu boma, sababu nilikuwa nimeenda hasara kubwa sana. Hiyo ndio nilifanya kwanza, ni kwa sababu wanyama walikuwa wanakufa sana. Hiyo ndio nilifanya kwanza, ni video sio kuacha walimu, ni headmastership. Hiyo peke yake. Walimu niliendelea naye. Nini kilipelekea? Labda utueleze ni changamoto gani ambazo zilikupelekea wewe ukaacha hiyo headmaster? Headmastership nimekuambia kwamba singepata nafasi kule ya headmastership sababu mahali ilikuwa karibu na kwangu nyumbani kulikuwa headmaster mwingine. Na angetolewa niingiwe hapo. Na wanyama wangu wanaendelea kufa. Sasa nikaona afadhali niache kazi ya walimu mkuu, nishajenga darasa hapo sasa. Niache kazi ya walimu mkuu niende huko kama mwalimu na niendelee na kazi ya walimu. Ni leadership niliacha. Kwa hiyo walimu ukaendelea? Walimu uliendelea, sikuacha. Sababu wakati nilifika huko shule ilikuwa inaitwa Sudu River Primary School. Nikaendelea kufundisha. Wakati tulikuwa tunafundisha huko, kukawa pia na shida ya walimu na mwalimu mkuu. Kukawa na mipango ya kumshtaki mwalimu mkuu haendeshi shule vizuri, sijui nini namna hiyo. Wakaniingilia mimi ati niwasaidie vile tunaweza toa mwalimu mkuu. Nikajua sasa nikiungana na hawa na mimi niliacha hiyo kazi, watasema nilienda kufanya nini? Kuharibu. Nikamwambia mambo yenu na mwalimu mimi ni mgeni. Mimi nimekuja kufundisha watoto na nimepatiwa kazi zangu na nimeendelea nazo na mimi naona zinafanya vizuri. Maji ya ufudi, mambo ya kufundisha mambo ya dunia zinaendelea.
Sasa walipanga mpango wa kugoma, mimi sikugoma, nikaendelea kazi. Unaweza shangaa, hao walimu wote walipatiwa transfer, nikabaki huko tukiwa na mwalimu mkuu. Nikiwa tu mwalimu wa kawaida. Na hiyo ndio ilifanya mimi na mwalimu mwingine tukachaguliwa tukafungua shule nyingine mpya. Shule ambayo ilikuwa inaitwa Tiroa Primary School. Sasa tukaenda huko, kulikuwa na shida. Shida ambayo huwezi kujua. Watoto wanakuja shule kama wamelewa, wamekunywa pombe ya buza. Ambayo pombe inatengenezwa na wimbi pamoja na unga. Ilikuwa kazi kubwa kurekebisha hao watoto. Na nikuambie ile miaka tulikaa huko na huyo mwalimu anaitwa Kamoshe, tukajenga madarasa pamoja na hao wazazi. Tulikuwa tukiuliza umefika wapi? Imekuwa hivi na hivi. Wakati tulikuwa tunataka kuanza mambo sasa tuone vile tunaweza kuwa tukiwafundisha extra time ili waamuke. Ikawa ni kama inaanza kuleta shida kidogo. Lakini siwezi kusahau ya kwamba wakati tulikuwa huko for the first time watoto niliwapeleka tour. Tuliwapeleka tour ya kwenda Nairobi. Jambo ambalo halikuwa limefanyika huko. Tukiwa na huyo mwenzangu alikuwa anaitwa Kamoshe. Tukategeza tour, tukabeba basi mbili kutoka hapa Nakuru. Tukawapeleka. Shangaa wakati tulifika Molo akaona barabara nyeusi. Hakuwa ameiona tena. Kusimama tukawaambia hapa kunaitwa Molo. Hawakuwa wamekanyanga town hiyo. Hii barabara hakuwa ameiona. Imagine mtoto anainama anaguza barabara asikie ikoje, sababu gari zikipita zinacheza hivi. Anasema mwalimu, hii barabara iko sibiringi? Na anashangaa ni maajabu. Barabara iko na sibiringi? Na moja kwa nini? Gari inafanya namna hii, anacheza kama kitanda namna hii ikitembea. Sasa waambia kisasa barabara haiko sibiringi. Ile sibiringi iko kwa gari yenyewe. Gari ndio nacheza namna hiyo kwa hiyo barabara. Sababu barabara ni ngumu. Sio wanashika. Sasa hata wakati tulifukuzwa huko bado wengine walikuwa natukumbuka. Naam, kwa hiyo iliwapatia exposure. Wakajua hiyo. Kuanzia hapo wakaanza kubadilika. Walifurahi sana. Walikuwa wakisema tumeona barabara ya rami, tumeona nini. Sasa mengi tulifanya huko na hatukutoka huko na ubaya. Ni vile siasa ilileta hiyo mambo ikafanya tutolewe kule. Sababu hata tukiona na hao walikuwa wakisema nyinyi mlitufanyia kazi nzuri kwetu kule. Vile shule ilijengwa mkaanza kufanya vizuri, fulani na fulani ameenda hivi na hivi na hivi, na wanakumbuka wewe mkiwa na mwalimu Kamoshe. Wawili tukiwa wawili. Tuliacha wameanza kuleta walimu wa kabila zao huko, lakini sisi hiyo tulifungua nini? Tulisumbua namna hiyo sasa. Na mkaweka alama hapo. Tuliweka alama. Mpaka wakati wa hiyo crashes ndio sasa tukatoka huko. Sasa tuelezee hiyo safari mlitolewa vipi hapo? Sasa huko vile mambo ya kutoka huko. Kama vile nilisema kuna wakati mmoja tulikuwa tukitembea kwa rafiki yangu mmoja alikuwa karibu na kwangu. Tukaenda tu kumtembelea sababu alikuwa mzazi katika shule ya Sudu River hiyo ambayo tulikuwa tumehamisha tunapeleka ya Tiroa. Tulipokuwa kwake tulipikiwa chakula, kulikuwa na maziwa hii ya sotet tunakunywa. Kukaja mkubwa mmoja, alikuwa mkubwa kwa serikali, siwezi kutaja jina lake. Lakini walipokuja walianza kuongea hali ya kupeleka vijana kwa jeshi. Akamuuliza hapa kuna watu wetu hapa wamemaliza darasa la 8. Tunaweza kuwapeleka kwa jeshi wakatulini. Akamwambia ni wengi. Akamwambia ni okota wengi sana au ni okota nitakuja kuwachukua. Alafu tukawapeleka kwa jeshi. Sisi hatukuwa na habari. Na vile walikuwa naongea na lugha yao, mwenzangu huyu tulikuwa naye alijua hiyo lugha sababu alikuwa ametoka pande za Nandi kule. Sasa ilimbidi anipatie alama nisiongee mambo mengine, asikilize vile wananiambia. Walipomaliza huyo mkubwa akasema na hawa watu wa viazi umewatoa wapi? Na kikwao. Watu wa viazi saa hiyo ni Wakikuyu. Sababu najua akikuwa anapenda viazi sana.
Akawaambia hawa ni marafiki zangu, ni walimu, wanafundisha watoto, ni wazuri, hawana shida na mtu. Sasa akaenda. Sasa tulipokutukiana nyumbani alikuwa akiniambia, "Unajua mambo ilikuwa fanya na huyo mkubwa huyo." Si umemuona chini fulani nikamwambia namjua hata mimi kwa sura. Watapeleka vijana wao kwa jeshi. Hatukuwa na habari. Hawa ni wanafunzi wa shule. Wanafunzi wetu wale tunafundisha. Kwa hiyo walikuwa wanatolewa darasani, wanapelekwa kwa jeshi. Sasa tulikaa kwa muda sasa. Saa ingine tunakuja tunaona wanakuja kutusalimia. Habari walimu huko, tunasalimiana huko. Kwani uko wapi? Na mlienda wapi nyinyi wote hapa mara moja? Sisi tulikuwa na habari sababu tulisikia maneno vile walikuwa. Niambia najua tulipelekwa kazi. Na sasa hiyo kazi tunafanya tunapewa ruhusa pamoja. Hawakuwa naenda habari, walikuwa hiyo mtito ya Doinet. Ndio walikuwa nawekwa padi hizo. Kuna msitu unaitwa Doinet. Walikuwa natulinua huko. Sasa wakati wa hii vita nasema nilikuwa nikiongea saa nyingine Mungu amenifanyia mambo mengi mazuri sana. Na mimi nimeona ya kwamba ukimtumikia Mungu vilivyo unalipwa. Hakuna kulipwa mbinguni. Mimi nisemangi mambo ya mbinguni sana, lakini hapa duniani utaona matokeo. Kama vile nimesema nimeona matokeo ya Gatukui. Nawaambia mambo ya Naivasha. Huko Serengeti ilikuwa mpango kwa sababu kulikuwa kumepangwa vile sisi tukiwa viongozi wa hiyo shamba yetu tutauawa. Tukiuawa sababu tulikuwa viongozi itakuwa rais wengine kutoroka. Sababu mpango ilikuwa tutoke huko. Na wakati ilifika operation zao hizo kufanya hivyo, sisi hatukuwa na lingine, tulikuwa tayari tumeshika fununu. Tunauliza mwalimu mkuu wetu hapo, alikuwa wa kabila yao, tunamuuliza kitu gani inaendelea sababu hatuoni fulani siku hizi, chairman wa shule haji, nini baya? Alafu chairman akija anatuambia mimi nimekuwa huko Doinet. Kuna mkubwa mwingine alikuwa kiongozi wa chama cha KANU. Ndiye alikuwa ati anawapatia mashamba kwa msitu huko. Na vile walichanganyikana makabila mengi ya Kikaleji, ndiye alikuwa anatofautisha. Kwa hivyo ndio hamunioni hapa. Kwa hivyo hata yeye alikuwa anaanza kufanya training za msituni. Kwa hiyo yeye akageuka kuwa mpinzani. Si ndio mpinzani, lakini sisi tulikuwa tukijua. Tukikaa huko kwa staff room tunaangalia vitabu na mwalimu wenzangu tulikuwa wawili tu kutoka kabila yetu wawili. Hao wengine ni hawa. Wazazi wanaingia kwa mwalimu mkuu sababu ilikuwa imeganywa partition ya mbao. Sasa vile wanaongea huko tunasikia, vile tunaongea hapa wanasikia. Mzee mmoja aliongea. Akauliza sasa lazima tuone hawa watu tumetoa hapa. Tumetoa hawa watu waende kabisa. Sababu watoto wetu watakuja kutuuliza hawa watu walikuja mpaka wakajia chini ya kitanda. Mlikuwa mnafanya nini? Sasa tukitoka hapo huyu mwenzangu ananieleza. Unajua hawa walikuwa wanasema nini? Ananieleza vile walikuwa wakisema kwa lugha hiyo. Hawa hawakujua anajua hiyo lugha. Sababu hakuwa akitaka kuongea na alikuwa anaongea lugha moja. Hakutaka wajue anajua lugha yao hiyo. Sasa wakati vita ilitokea sasa sababu nilikuwa kuchoma manyumba huko na huko. Nyumba zilichomwa. Nyumba zilichomwa sana. Hata yangu ilichomwa lakini ilichomwa baada ya kukimbizwa. Wakati tulikimbizwa huko tukatoka huko. Wakati walikuwa na operation yao, sisi nasi tulikuwa tumekaa tu. Tukaona kama kuna kitu kinaendelea, kumekuja ndege ya rangi ya green zilikuwa zinatembea huko mbili. Kumbe walikuwa wamepaka mpango. Ndio tukaona watu wamekusanyika ng'ambo ile wengi sana. Kulikuwa mto kubwa sana hapo. Tukaona watu wanateremka. Sasa wameanza kuja. Kumbe walikuwa wanaenda kwa huyo mmoja wetu. Waanze huko, nafikiri walikuwa wanaanza huko, wakuja kwangu, waende kwa huyo mwingine na wa mwisho watomalizie. Mimi nilisikia uoga mwingi sana. Nikawa na uoga usio wa kawaida. Na ndipo vijana nilikuwa nao tukifanya operation nao ya kulinda sehemu hiyo. Kaambia sasa tuondoke hapa. Mumiona yule amevamiwa, alikuwa kwa Kamulima. Kwake kumevamiwa na ndege imekuja kuzunguka hiyo boma. Labda huyo sasa ameuawa, ni sisi tutafuatwa. Na ilikuwa hivyo, ni mimi nilikuwa nafuatwa.
Huko alivamia, walimchapa mshale hapa lakini hakufa. Na huyu mwenye kuendesha ndege hiyo alikuwa mwetu wa kabila yetu. Sasa ndio akawaambia hapa, unajua aliitwa twende tukaangalia kama watu wanapigana huko Musuni. Lakini walikuwa wanamulika wapi? Huko. Sababu alikuwa mkubwa sana huyo mtu. Walikuwa wanataka kumumaliza. Walipokuja pilot akaambia huyo, hii hapa kuna chomwa ni kwa fulani. Na huyu alikuwa wa serikali, akitakikana atarudi kwa serikali afanya kazi. Sasa huyu alikuwa anaambiwa kama ngoja tumsaidie. Wakaangusha helikopta huko. Jamaa wakatoroka hawa. Wale walikuwa wanavia huko. Kwa ubaya mama yake alikuwa amekufa kwa huyu mtu. Sasa kudugwa kwake akawaambia wamweke kwa ndege wampeleke hospitali. Akasema hapana, siji kwa ndege. Kama mnataka kunipeleka pamoja na familia yangu mniingize kwa ndege. Na wakasema ndege haiwezi beba familia, alikataa. Alibebwa na droga pamoja na familia yake. Lakini ikawa hivyo. Sasa kwangu wakati ya uoga ilibidi niambie vijana wangu sasa kama hamtaki tuende, walikuwa wanasema tukae. Sitaki kwenda, naona nasikia hofu. Sababu tunaweza vamiwa wakati wote hapa na ilikuwa kweli. Sasa wakati niacha vijana baadaye uvamizi ukaingia, tulikuwa tumeenda tukaokoka. Ilikuwa hivyo. Tukatoka boma zetu mali kabebwa. Sasa mimi huona vitendo vizuri ambavyo nimefanya tangu niingia kazi ya walimu ya kusaidia watoto. Mungu amenilipa. Huwa ananilipa. Hiyo ndio ilikuwa safari yako sasa ya mwisho. Kwa hiyo hukuendelea kuwa mwalimu tena baada ya hapo? Siku sasa kutoka huko tumefukuzwa, tumekuja Rubao town. Kutoroka sasa. Kazi lazima niende kwa ofisi, niseme siko huko, nimetoroka, tumepigwa, tumerudi, kaenda kuripoti Nakuru. Diposa ikawa nalazimishwa nirudi kwa saa hiyo visa ilikuwa imepoa kiasi. Hiyo ni 1992. Unajua kulifuata 1997. Zilifuata namna hiyo. 1992 nikaambiwa nirudi huko, nikawaambia sasa nyinyi wakubwa mnaniambia nirudi huko. Sasa mko hapa Nakuru, mkipigwa muende Naivasha kuvamiwa na Nakuru yote, alafu waambie urudi kazi, unaweza rudi hapa? Akasema hapana. Ndio nikahamishwa nikapelekwa Rubao. Sasa nimefanya kazi ya Rubao mpaka nikaenda retire 1997. Sasa baada ya juhudi zako zote je, wanafunzi wamerejea kuja kukuambia mwalimu shukrani na asante sana kwa juhudi zako ambazo umetufanyia? Ati kuja kusema asante. Wengi, ni wengi. Hata mmoja alikuwa nyumba hii. Alikuwa amekuja akatuletea zawadi, akaletea huyu zawadi, mimi akaniletea zawadi zangu. Na siku hizi na amekuwa minister katika serikali ya Kiambu. Huyu wanajua na Gatukui. Mkiuliza Gatukui msichana anaitwa Juliet Kimemia. Alikuwa minister katika serikali hiyo. Wamekuja hapa. Wengi wako Joro hii, wengine Rubao ni Nakuru. Tunakutana. Mwingine zini huyu amewaleta hapa. Sasa ni tuambie kuhusu kaka yako. Kwa nini uliamua kumfanya asome? Kaka yangu yule ambaye ni kitina miba kwetu. Nilionea kwamba akikaa hivyo hata soma. Hata ingawa hakufaulu vizuri katika elimu, alifaulu kibiashara. Nikaonelea kwa sababu sasa niko kazi na ninawasaidia watoto wasome. Na mahali alikuwa akisoma hakuna facilities za kusoma usiku. Shule iko mbali na nyumbani. Kwa hiyo nikaona ni vizuri aje mahali niko, ninaposaidia hawa pia nimsaidia. Kwa sababu mimi mwanzo kabisa, nilikuwa nimesema mwanzo kabisa mimi nilisaidiwa kusoma na anko wangu. Baba ya anko yangu alikuwa mwalimu, akaendelea mpaka akawa mkubwa wa elimu Nakuru hii. Mungu amlaze mahali pema peponi. Alikuwa anaitwa Philip Kirubi Gachuje. Alikuwa mkuu wa elimu Nakuru hii, mdogo wa mkuu wa elimu. Yeye ndiye aliniweka kwake nikisoma.
tulikaa naye padi za Njoro akiwa mwalimu pale karibu na Egerton. Tukatoka huko tukaenda Nakuru town kule Modern Primary School nikasomea huko. Kutoka huko akahamishwa akaja Michinda Primary Schools, nao siku hiyo ilikuwa intermediate. Pia nikawa huko nikasomea huko mpaka darasa la 8. Sasa hiyo huruma ilinishika sana kusaidia watu. Na mimi naona ndio hiyo tu ilifanya mpaka tuende tukashikana na Gatukui na wengine. Tuambie advice yako kwa walimu. Unawaambia nini walimu? Kwa walimu nimewaambia kama vile nilisema. Fundisheni watoto. Wachaneni na ulimwengu mwingine. Juzi tumekuwa na shida hapa kwa hii shule hii yetu karibu hapa. Labda mliona kwa radio nini. Mwalimu anakuta watoto wasichana hawajavaa nguo za ndani. Badala ya asuluhishe hiyo jambo kidogo na hawa, alitangazia walimu wengine wote. Ikaleta shinda, ikawa kwa internet. KTN waliitangaza. Ikawa mbaya sana. Serikali iliingia hapa kwa sababu ya hiyo mambo. Na ilikuwa jambo kidogo. Mimi naweza kuambia walimu, vile ulikubali kuingia kazi. Unajua wengine huingia kazi kwa sababu amekosa mahali pa kwenda. Anaona amepata shortcut ya kuingia huko. Hana mwito. Kama una mwito kabisa wa kufundisha watoto, fanya kazi kama mwalimu. Ufanye kama vile, kwa sababu kuna masharti ambayo umepatiwa ya kazi. Kwanza kuadhibu mtoto. Umeambiwa kwamba ukikasirishwa na mtoto kwa darasa, tafadhali usimwadhibu. Hata kama una kijiti, hiki tunaita pointer. Saa ingine walimu wamekasirika, wamepiga mtoto na hiyo kijiti, kichwa ameua. Nasikia walimu wameua sababu ya hasira. Na Waswahili wanasema hasira hasara. Kwa hivyo kama umejitolea kuwa mwalimu, jua ya kwamba unafundisha watoto. Sio watu wazima, na waweza kukukosea wakijua ama kama hawajui. Ukifanya hivyo, kazi yako utafaulu. Na wanafunzi watakupenda. Na wewe utawapenda. Na Mungu atakubariki. Naam. Je, una jambo lolote la kuongezea? Sioni kama kuna jambo kubwa, ijapokuwa ningesema ya kwamba kazi ya walimu ina changamoto zake. Usipokuwa umejitolea kabisa, umeamua, umekuwa mwito, huwezi ukaifanya. Kwa sababu ukisikiliza vile watu wanaongea nje juu yako ya kikazi, huwezi ukafaulu. Inataka uone mwito wako ni kufundisha watoto. Kwa sababu wengi wanaongea ubaya wako, na si ajabu kuona wengine wanaongea maisha yako vile unakaa maisha pengine ya chini. Sababu wengine wana mali, wazazi wengine wana mali, watoto wametoka boma za wale mahali ambapo kuna mali, na wewe huna mali. Kwa hivyo ukisikiliza yale yanatoka nje ya challenges zako, huwezi ukaelimisha watoto. Wewe ujue ya kwamba huyu ni mtoto mdogo tu. Mtoto ni wako, ni kama wako tu yule. Na anakutegemea. Mtoto anapokaa ndani ya darasa na kuangalia hivi, anatarajia kupatiwa kitu ambacho kitamsaidia maisha yake. Ukishika hiyo kazi utaifanya. Lakini ukitaka masikio yako kutoka kwa wazazi, kazi ya walimu huwezi, ni ngumu. Sio rahisi. Kwa sababu saa ingine unaeleza mtoto, ukimweleza jambo yeye hashiki. Inataka moyo wako uwe na mapenzi kwa huyo mtoto. Unamuonyesha hayo mambo mpaka ashike. Lakini ikiwa wewe utaona kama si mshahara tu ninalipwa, utakuwa ukiwaacha watoto, na mmeshaona wengi, kuna walimu wamesomea na watoto hawasomi. Na unasikia watu wanapiga kelele. Ushasikia mahali watu wanasema hawa walimu wanafanya kazi. Kwa sababu kazi lazima iwe na matunda yake. Kwa hivyo watu hufikiria pengine kazi ya walimu ni rahisi, lakini ni ya kujitolea. Umejitolea ufanye hiyo kazi. Na ndiposa ukaona mtu kama Gatukui, vile niliona na mapenzi ya kusoma. Sikujali mambo mengine,
na nikaonyesha walimu wengine vile nimemuona nikimtumia, mpaka wakaanza kumtumia pia kwa masomo tofauti, kwa sababu ana mapenzi. Mimi siku hizi nafikiria kwamba kama singeonyesha mapenzi kwake ya kufanya kazi na kumtumia, hata yeye hangekuwa mahali pale, pengine hangefaulu. Lakini kwa sababu aliona yale anafanya yampatia motisha, ndipo akaendelea. Mimi nimefurahi sana kwa Gatukui. Gatukui vile tumepelekana na yeye, ni rafiki mkubwa, ni kama ndugu yangu mdogo, kwa sababu ananijali sana mimi, sana. Ananifuatilia, sababu unaniambia kwamba hatuachani na wewe, bado tutasukumana na wewe. Mwambia sasa mimi nimezeeka, saa nyingine hata simu unaweza piga hizo simu, saa nyingine zishiki. WhatsApp saa nyingine najaribu kuzitafuta kwa simu, saa nyingine zinashindwa. Lakini uzuri nina wajukuu. Saa hii niko nao. Kuna mmoja anafanya mtihani wa form 4 sasa. Akishika hiyo ananifuruga na niingiza ndani ya biaga tukia amepiga hapa nini, tunaongea. Ninafurahi sana tunapoongea na yeye. Na mimi nasema Mungu ambariki, aendelee kumpatia mapenzi hayo kama vile mimi nampenda. Asante. Shukrani sana. Asante. Asante sana kwa muda wako. Asante. Nimefurahi. Asante sana kwa kutembea. Umefanya vizuri sana. Nashukuru sana kuwaona na karibuni tena. Asante sana. Mtazamaji wa On Fire Agape TV, hii imekuwa show ya matendo yote. Enda pale YouTube, subscribe, share and like. Till next time, bye.